Leo mimi niko hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Viwanda na Biashara katika tukio hili muhimu la kupokea vifaa muhimu vya kimaabara ambavyo vinakabidhiwa kwa taasisi yetu hii ya shirika la viwango TBS kwa jukumu kubwa kwa ajili ya kutumika kwenye maabara zetu ili ziweze kurahisisha utendaji kazi wetu katika kupima sampuli za bidhaa tunazozalisha hapa nchini. Jambo la muhimu na la kipekee ni kwamba vifaa hivi ni vya teknolojia ya hali ya juu na vimenunuliwa kwa gharama kubwa na vina uwezo wa kufanya kazi kwa haraka na zinachambua taarifa kwa mapana makubwa ili kurahisisha katika kufanya maamuzi. Cha ajabu ni kwamba tulikuwa wakati mwingine tunalazimika kusubiri sampuli itoe majibu kutoka kwenye vifaa tulivyokuwa navyo, inachukua mpaka siku 3. Lakini sasa hivi ndani ya masaa 4 mpaka 5 unapata majibu ya sampuli yako na unapatiwa, na kama inahitaji ushauri unapatiwa, lakini kama ni bidhaa yako imevuka kwa uzuri, then una uwezo wa kufanya maamuzi ya kibiashara na kupeleka bidhaa sokoni na hatimaye hata nje ya nchi. Kwa hiyo kwa upande wa TBS, vifaa hivi vimeijengea taasisi uwezo wa ufanyaji kazi wake, lakini pia tumeweza kuimarisha muundo wa kuzingatia masuala ya ubora kwenye taasisi. Lakini pia taasisi yetu sasa, kwa sababu iko accredited, imejiimarisha zaidi katika utendaji kazi wake. Kwa hivyo wananchi sasa mna nafasi nzuri na wazalishaji, hasa wajasiriamali wadogo na akina mama, kushiriki katika uzalishaji mkiwa mmehakikishiwa kwamba bidhaa zenu zikienda TBS zitapimwa kwa mashine na vitendea kazi vya kisasa na itapewa cheti cha kiwango chenye kukizi vigezo vya kidunia na hasa kwenye soko la Ulaya. Na ufadhili huu umeletwa kwetu ama tumewezeshwa na wenzetu wa Umoja wa Ulaya ambao ndio wanahitaji zaidi bidhaa zetu kwenye masoko yetu, hasa kwenye bidhaa za kilimo na mazao ya bidhaa za kilimo na pia mazao yanayotokana na bidhaa za kilimo. Kwa hiyo ni wakati mzuri mchangamkie fursa na muitumie vizuri, na muwe na hakika kwamba bidhaa zitakapopimwa TBS zikitoka hapa zitaenda sokoni zikiwa zimekizi viwango vya ubora vya hapa Tanzania na nje ya nchi. Hivyo tuna uwezo mkubwa wa kwenda kwenye masoko haya kwa ujasiri mkubwa, kwa sababu tutakuwa na bidhaa zenye vilivyopimwa na kuwa na certificate halali inaweza kukizi vigezo vya ubora vya kidunia. Kwa mfano, tuna kifaa kimoja kina uwezo kupima sampuli 280 kwa wakati mmoja. Hii ina maana gani kwa Mtanzania? Ule muda ambao alikuwa anasubiri kupata majibu, ule muda ambao kuna msongamano wa sampuli, tuna uwezo kutoa majibu kwa haraka na kufanya maamuzi, kuruhusu zile bidhaa ziingie sokoni na kuwapa uhakika wa Tanzania kile kinachoenda sokoni ni kizuri na ni salama zaidi. Vifaa tulikuwa navyo, lakini kupitia mradi huu tumeongezewa uwezo zaidi wa kuwa na vifaa vingi zaidi. Kwa mfano, kwenye upande wa maabara ya umeme tulikuwa na vifaa ambavyo vina uwezo wa kupima betri, kwa mfano zile za magari 16 kwa wakati mmoja, lakini tumeongezewa vifaa ambavyo vina line nyingine 12. Hii ina maana tuna uwezo wa kupima betri 28 kwa wakati mmoja. Kwa ule msongamano na muda wa kusubiri, kwa sababu mpaka utoe majibu kwa betri moja unahitaji masaa 48. Kwa hiyo imetuongezea ufanisi. Ni kwa upande wa vifaa vya maabara, lakini wafanyakazi wenzangu wale ambao wanatumia vifaa hivyo wamepata mafunzo ya ubebevu kutoka nchi mbalimbali duniani ambazo nilizitaja, kwa mfano Misri, South Africa, Ujerumani, namna bora ya kutumia vile vifaa. Lakini pia mafunzo yametolewa kwa wajasiriamali wadogo. Mwongozo mahususi uliandaliwa wa uandaaji na uzalishaji wa bidhaa bora, na mwongozo ule ulitumika kuwafundisha hao wajasiriamali wadogo 988 katika bidhaa ambazo zilichaguliwa, ikiwemo asali, viungo, ili kuwazalisha bidhaa bora na ziende sokoni ziwe zina ushindani na nchi yetu iweze kuuza bidhaa zile katika nchi zingine, kukuza uchumi wa nchi. Lakini mbali na hapo tumejengewa Viwango Academy, hii ambayo itakuwa ni mahususi kutoa mafunzo kwa wajasiriamali wadogo na wakati, ili wapate yale mafunzo ya kuweza kuzalisha bidhaa bora na salama. Sababu tunaamini kwamba watu wakipata uelewa watakuwa na uwezo kuzalisha bidhaa bora na salama, na lengo letu watu wapate kufahamu ili waweze kuzalisha bidhaa bora na salama. Na hilo ndio jukumu letu kubwa, kutoa elimu, kuzalisha bidhaa bora na salama, na wakati huo huo
tunahakikisha tunamlinda Mtanzania. Lakini pia mradi huu umetusaidia kutufanyia digital transformation. Tunafahamu tunaishi katika dunia ambayo sasa hizi teknolojia imefika mbali. Kwa hiyo tumejengewa uwezo kwa kupata vifaa mbalimbali vya TEHAMA ili kutoa huduma zetu kwa uhakika na kwa haraka zaidi. I'm very happy that we're here today to hand over this equipment. As you know, it was about 1.7 million euros worth. And we did first a tour in the laboratories. It was really interesting to see the different equipment, to see how well trained the people are, and to also see how efficient, the more efficient the processes will be. Why is it important for us? Because we know that when the standards are good, then the products can be exported to the European Union as well. So that's very much of interest to us. And the other way around, we know, of course, if the testing is done very well, then the citizens of Tanzania are also very well protected from the consumer side. So as I said in my speech, we are very keen on supporting the small and medium-sized enterprises in Tanzania. We have also in this process seen now that we have supported a number of SMEs, that we actually develop economic growth as well, and we have the capacities on the ground in Tanzania to do it this even more.